Karibu kwenye video yetu ya leo. Leo tutazungumzia forex trading, historia yake, jinsi ilivyoanza na jinsi ilivyofikia kwenye hali yake ya leo. Ikiwa unataka kufahamu kila kitu kuhusu soko hili kubwa la fedha, hakikisha unabonyeza alama ya subscribe na like. Kwa hiyo stay tuned, vitu vizuri vinakuja sasa hivi. Kabla ya forex kuwa soko la kisasa, viwango vya fedha vilidhibitiwa na serikali za nchi. Mfano, mfumo wa Bretton Woods ulianza mwaka 1944. Dola Marekani ilikuwa reference ya fedha zingine na currency zingine zilipewa thamani yake. Hili lilifanya biashara ya kimataifa kuwa stable, lakini pia haikuruhusu forex kuwa huru. Ni serikali pekee iliyodhibiti exchange rate. Kwa hiyo kabla ya 1971 forex kama tunavyojua leo haikuwepo. Ni muhimu kuelewa. Basi mnamo mwaka 1971 Marekani iliondolewa kwenye mfumo wa dhahabu, yani Nixon shock, na mfumo wa Bretton Woods ukaanguka. Hii ndio kuanzishwa rasmi kwa forex ya kisasa. Basi thamani za fedha zilianza kubadilika kwa uhuru kulingana na supply na demand. Benki, mashirika makubwa na baadaye watu binafsi walianza kushiriki katika soko hili. Hapa ndipo forex ilipoanza kuwa na soko la kweli lenye liquidity kubwa na fursa nyingi. Baada ya mwaka 1971 forex ilianza kupanuka haraka. Benki kuu za dunia na benki za kibiashara walikuwa washiriki wakuu. Mnamo mwaka 1976 European Currency Agreement ilisaidia kuimarisha masoko ya kifedha barani Ulaya. 1980 computer trading ilianza. Platform za kielektroniki kama Reuters Dealing System na EBS zilirahisisha biashara haraka. Hii ilipanua soko kutoka benki pekee hadi institutions na hedge funds. Mnamo mwaka 1996 mpaka 1998 internet trading ilianza. Brokers walijumuisha retail traders, yani mtu kama mimi na wewe, ili tuweze kufanya biashara. Mnamo mwaka 2005 MetaTrader 4 au MT4 ilizinduliwa. Hii ilifanya forex kuwa kwa mtu yeyote duniani. Sasa mtu anaweza kufanya biashara kwa mtaji mdogo na akatumia leverage. Mobile trading apps pia zilirahisisha biashara kutoka popote duniani, hivyo forex ikawa global kwa kweli. Kesi ya fedha ya 2008 ilisababisha volatility kubwa katika forex. Fedha kama dola, yeni na Swiss franc ziliweza kupanda na kushuka kwa haraka. Watu walijifunza umuhimu wa risk management. Kutokana na teknolojia na upatikanaji wa elimu, forex ilipata umaarufu zaidi. Sasa retail traders wana nafasi ya kushiriki katika soko kubwa la dunia. Basi mpaka hivi leo forex ni soko kubwa zaidi duniani, likihusisha mzunguko wa almost trilioni $7 kila siku. Washiriki wakuu katika soko la forex ni benki kuu, benki za kibiashara, hedge funds, mashirika makubwa na retail traders ambao ni mimi na wewe. Teknolojia pia imesaidia katika ukuaji, ambapo watu wengi wameweza kufanya forex. Forex ni betting. Watu wengi wanajiuliza kama forex ni betting, lakini ukweli ni huu. Betting na forex si kitu kimoja. Betting ni kubashiri matokeo bila control kamili. Unaweka pesa alafu unasubiri bahati ya Mungu. Ukipoteza pesa imeenda na huwezi kufanya chochote. Forex kwa upande mwingine ni biashara ya fedha. Hapa unanunua currency moja na kuuza nyingine ukitumia analysis, charts na taarifa za kiuchumi. Kwenye forex una control na uamua uingie lini, utoke lini, unaweka stop loss. Pia unaweza una manage riski na unaweza hata kutoka kwenye trade kabla haijaribika. Let's say umekosea kufanya analysis. Betting inategemea bahati, lakini forex inategemea sana maarifa, haitegemei bahati. Inategemea pia na nidhamu na uzoefu. Ukweli ni kwamba forex inaweza kuonekana kama betting pale mtu anapoingia bila elimu, bila strategy na kutumia emotions, lakini ukifanya forex kama biashara kwa plan, risk management na uvumilivu, basi haiwezi kuitwa betting hata siku moja. Tofauti kubwa ni kwamba betting ni mchezo wa bahati, lakini forex ni game ya akili, na mwisho wa siku mafanikio kwenye forex hayatokani na kubahatisha, bali na kufanya maamuzi sahihi kwa muda mrefu. Pia betting ni vigumu sana kuwa na consistency, lakini kwenye forex unaweza kuwa na consistency ya muda mrefu. Hapo na historia ya forex kutoka mwanzo hadi leo. Like, subscribe na share video hii. Comment hapa chini ikiwa unataka tutorial nyingi zaidi za forex. Nitaandaa hapo mbele.